Ifikapo saa 12:15 leo hii, ambao ni muda mfupi tu kuanzia sasa, pale kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, tunakwenda kushuhudia bonge la mechi. Ndiyo, ni wekundu wa Msimbazi Simba wanacheza dhidi ya Dodoma Jiji, timu ambayo hivi karibuni imekuwa kwenye kiwango bora sana. Ni mechi ambayo Simba watatamani kushinda ili waongoze tena kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa kuwapita watani zao wa jadi Yanga, kwa sababu Simba kama wanashinda watatimiza pointi 58. Yanga wana pointi 57. Lakini wakati huo Simba itakuwa tayari imeshacheza mechi 25, bado mechi 5 kukamilisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara kwa 2025-26. Lakini wakati huo pia wakisubiri matokeo ya Yanga katika mechi yao watakayocheza kesho, ili mwisho wa siku kujua nani baada ya kukamilika kwa raundi ya 25 atakuwa pale juu kileleni, ikiwa ni mbio kali za kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Lakini kwa Dodoma Jiji, wao watahitaji sana pointi 3, ndio kwa sababu wataongeza pointi zao kutoka 33 walizonazo, watafikisha pointi 36, na hivyo kubakiwa na pointi moja tu kuifikia timu iliyo juu yao ambayo ina pointi 37. Lakini hilo litafanikiwa endapo watashinda Dodoma Jiji. Ni Dodoma Jiji ambao katika mechi 5 zilizopita mambo yao yako safi sana, kwa sababu kati ya michezo 5 wameshinda mechi 2, wametoa sare mechi 3, na hivyo kujikusanyia pointi 9 kati ya 15, sawa na ufanisi wa 60%. Ni Dodoma Jiji ambao katika mechi 5 zilizopita walikuwa wazuri sana katika eneo la kuzuia, wakiruhusu mabao 3, wao wakifunga mabao 5. Yes, kwenye mabao. Lakini katika mechi 5 zilizopita, 2 walizoshinda ni pamoja na dhidi ya Mtibwa Sugar na nyingine ni dhidi ya Wananchi Yanga. Sasa Dodoma Jiji walio kwenye kiwango kizuri, wakiwa hawajapoteza mchezo wote katika mechi 5 zilizopita, wanakwenda kukabiliana na wekundu wa Msimbazi Simba ambao na wao katika mechi 5 zilizopita mambo yao yamekuwa mazuri zaidi, kwa sababu wamekusanya pointi 13 kati ya pointi 15, wakifunga mabao 12, wakiruhusu mabao 3. Lakini inakumbukwa kwamba Dodoma Jiji kati ya pointi walizonazo hivi sasa ambazo ni pointi 33, baadhi yake walizipata kwa timu ambazo kwa msimu huu zinaonekana moto sana. Walipata pointi mechi dhidi ya Simba ambao wanacheza nao muda sio mrefu kuanzia sasa baada ya kutoka suluhu, lakini wamepata pointi 3 kutoka kwa Yanga hivi karibuni, wakirudisha kisasi baada ya mzunguko wa kwanza kupoteza mabao 3-1 kwa Yanga na wamewafunga 3-2. Wakapata pointi dhidi ya Singida Black Stars kwa kutoka nao sare 1-1. Ni miongoni mwa mechi ambazo zimewafanya wawe na pointi 33 kwa hivi sasa. Dodoma Jiji tatizo lao ni kuweka mizania sawa katika kufunga na kuzuia, kwa sababu wamefunga mabao 23, wameruhusu mabao 24. Hata hivyo katika mechi 5 zilizopita kama nilivyotoka kueleza hapa, wameruhusu goli 3 tu, wao wakifunga mabao 5. Mwenendo wao ni mzuri, lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba mpaka sasa kitendo cha kuwa wanafunga mabao mengi zaidi kuliko yanayoruhusu ni ushahidi tosha juu ya kiwango bora walichonacho chini ya kocha Steve Barker. Lengo ni kuendelea kuichallenge Yanga katika kuwania ubingwa, kwa sababu Yanga ndio mabingwa watetezi, watani zao wa jadi wametoa mara 4 mfululizo, wanapigania taji la 5. Simba wako vizuri baada ya uboreshaji wa kikosi chao wakati wa usajili wa dirisha dogo. Malengo ni kuona wanasitisha utawala wa Yanga kwa misimu 4 katika ligi kuu Tanzania bara ili wao watwae taji hilo. Wanao wachezaji wenye ubora huo, wana kocha mzuri, wanacheza vizuri. Sasa sababu hii ya kwamba Simba wako vizuri, Dodoma wako vizuri, matarajio ni kuona mechi haitakuwa nyepesi kwa timu zote mbili hata kidogo. Kikosi matarajio ni kuona wenyeji wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker mara nyingi huanza na kikosi baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, huku wakiwa hawaanzi na mshambuliaji wa kiasili bali huanza na mshambuliaji bandia ambaye mara nyingi huwa ni Elimpanzo Kibisawala. Halafu kwenye kipindi cha pili ndipo anaingia mshambuliaji wa kiasili ambaye ni Selemani Mwalimu. Wakati huo Simba mara nyingi ubadili mfumo wao kutoka kwa baada ya golikipa 4-3-3, wanakuwa baada ya golikipa wanakuwa na 4-2-3-1, huyu mmoja akiwa Selemani Mwalimu. Halafu pale kati huwa anaongezeka wakati mwingine Alassane Maudo Kante kwenda kuungana na Yusuf Kagoma kutengeneza viungo wawili wa kiasili katika kuzuia. Kwa mfumo huu wamekuwa wakifanya vizuri sana. Hivi karibuni waliwafunga Dodoma Jiji katika kombe la shirikisho la benki CRDB mabao 3
1. Tena walitangulia Dodoma Jiji kufunga bao kupitia kwa Helfin, Simba wakasawazisha, halafu wakaongeza mingine wakashinda 3-1, wafungaji wakiwa ni pamoja na Selemani Mwalimu, wafungaji wakiwa ni pamoja na Anise Ura katika ushindi wa mabao 3-1. Na waliingia kwa mfumo huu kwanza 1-4-3-3, halafu wakabadilisha na kuwa na mfumo huu. Matarajio ni kuona katika mfumo huu golikipa Mahamadu Tanje Jibo akiendelea kuanza golini. Beki wa kulia matarajio ni kuona David Kameta Duchu akiendelea, endapo nahodha Shomari Kapombe atakuwa bado hayuko fiti kumshawishi kocha Steve Barker kuanza katika mechi hii ngumu haswa. Lakini beki wa kushoto Nixon Kibabage huenda akaanza pale katika kukabiliana na Dodoma Jiji ambayo iko vizuri sana. Lakini mabeki Ismail Olivier Toure anatarajiwa kuanza pale miongoni mwa mabeki wawili wakati akiwa na Rushain Derok. Yes. Halafu katika viungo watatu wa ushambuliaji ndipo namkuta Yusuf Kagoma aweza kuwa miongoni mwa wale wanaoanza akiwa pamoja na Neo Maema. Halafu upande wa kushoto akawa Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama ambaye yupo kwenye kiwango bora sana, anasubiriwa kuona kama ataendeleza mwenendo wake kuonyesha kiwango bora sana ili atoe tuzo ya mchezaji bora wa mechi, kwa sababu mechi 5 zilizopita za Simba zote yeye Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama katika ligi kuu Tanzania bara amekuwa man of the match, ameweka rekodi kwa kutoa tuzo mara 5 mfululizo. Kwa hiyo leo hii nambari 17 mgongoni Chama itakuwa ni kuangalia kama ataendeleza makali yake, kuendelea kucement, kuimarisha rekodi yake hii ya kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi kwa mfululizo mara 5. Sio jambo dogo hata kidogo. Lakini kwenye wale washambuliaji watatu ndipo matarajio kumuona Elim Panzu Kibisala akiwepo Libase Geye pamoja na Anise Ura kutoka upande wa kushoto. Kwa kucheza hivi maana yake ni kwamba Simba shambulia yao Mpanzu kama kawaida atakuwa akipata support kutoka kwa Libase Geye na Anise Ura ambao kama ambavyo mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia wakishambulia zaidi eneo kati ya beki wa kati na beki wa kushoto, alafu Mpanzu akiwa katika maeneo haya, huku wanaposhambulia Neo Maema akiwa miongoni mwa wanaokwenda mbele, Cletus Chota Chama akiwa miongoni mwa wanaokwenda mbele, alafu Yusuf Kagoma anakuwa katika eneo la kati akiwa mara nyingi anaungana na kina Rushain Derok pamoja na Olivier Toure kuhakikisha wanakuwa salama, ile hali Duchu matarajio ni kuona akipandisha mashambulizi zaidi na kwenda kuongeza mapana ya uwanja kama atakavyofanya Nixon Kibabage ambaye ndiye alitengeneza bao mojawapo katika ushindi wa 3-1 kwenye kombe la shirikisho dhidi ya Dodoma Jiji. La kwanza lilitokana na yeye, pasi yake, cross yake akiwa ameingia ndani na alicheza vizuri sana Kibabage katika siku hiyo. Kwa hiyo hivi ndivyo matarajio kuona Simba katika mipango yao, ambapo kwenye kuzuia wote watarejea katika nafasi zao za kiasili kuhakikisha wanakuwa salama. Kipindi cha pili matarajio ndipo kumuona Selemani Mwalimu Gomez kama ambavyo kocha Steve Barker amekuwa akifanya hivi karibuni. Lakini kwa Dodoma Jiji chini ya mwalimu Amadi Yosia ambaye amekaririwa akisema wazi kwamba timu yake inatarajia kwenda kuwa ya pili, lakini yenye kucheza kwa kiwango bora, na kwamba wachezaji wake mechi za namna hiyo wameshazicheza sana hivi karibuni katika ligi kuu Tanzania bara na kupata matokeo. Mechi dhidi ya Yanga, mechi dhidi ya Simba wenyewe, mechi dhidi ya Singida Black Stars ni mfano tu wa mechi ambazo wamepata pointi dhidi ya timu ambazo kwenye makaratasi wako juu zaidi kuliko wao. Kwa sababu hiyo wataendelea kuheshimu Simba wao kwa timu ya pili, lakini wakionyesha ubora wa hali ya juu kuhakikisha wanamiliki nafasi na panapostahili kuweza kuwadhuru Simba. Kwenye kuweza kwake huko matarajio ni kuona akiingia na mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2, kwamba golini anaweza kuendelea kuwepo Daniel Mgore miongoni mwa makipa, sababu anaye pia golikipa Salum Katoro, Ali Salim Katoro ambaye ni mchezaji walimpata kutoka Simba. Lakini Daniel Mgore matarajio ni kuanza golini. Upande mmoja matarajio ni kuona Kimweri Solomoni akipata nafasi ya kuanza kama beki wa kulia. Kushoto Gadel Michael Mbaga, mchezaji wa zamani wa Wekundu wa Msimbazi Simba ambaye pia ameshawahi kuitumikia Yanga, Azam, Singida Black Stars, matarajio ni kuona akiwa beki wa kushoto. Alafu katika walinzi wa kati Andy Bikoko matarajio atakuwepo pale akiwa na nahodha Augustine Nsata. Yes. Halafu katika wanne matarajio ni kuona kuna kuwepo na Salmin Idihoza. Yes. Halafu akiwa na Nelson Munganga miongoni mwa viungo wawili pale kati, double pivot. Halafu kwa pembeni
Idi Kipagwile pamoja na Mwanakibuta wawe katika maeneo haya ya pembeni kama mawinga, winga wa kulia, winga wa kushoto. Halafu washambuliaji wawili ni nani na nani? William Edgar akiwa na Waziri Junior ambaye hivi karibuni alionyesha kiwango kizuri akiwapa bao la ushindi katika mechi dhidi ya Yanga wakishinda 3-2. Matokeo yake mechi inayofuata dhidi ya Mashujaa, mwalimu Ahmad Josia akamwanzisha katika mechi ambayo iliisha kwa sare ya 1-1. Kwa Waziri Junior anaweza kaanza na William Edgar, ingawa mwalimu Ahmad Josia anayo machaguo mengine akiwamo Faraji Kayanda ambaye yupo pia kwenye kiwango kizuri, ana Yasin Mgaza, anaye kijana Geoffrey Kasanga, ni juu ya yeye kuamua, lakini mara nyingi William Edgar anakuwa miongoni mwa wanaoanza, ambapo katika kucheza kwao huyu anayecheza na William Edgar anaweza kuwa mshambuliaji kinara kwa maana Waziri Junior, halafu William Edgar akawa yeye akiwa mara nyingi nyuma mshambuliaji kinara kwa ajili ya mipira ya pili, lakini wakati mwingine yeye ndo anachaji zaidi mbele kwa sababu ana kasi sana. Wakati wanafanya mashambulizi ya kujibu counter attacks, anaweza kawa yeye ndio silaha kubwa zaidi. Lakini matarajio pia Salmin Idihoza na Nelson Munganga ndiye atakuwa anakwenda mbele kuongeza kasi ya mashambulizi, wakati huyu Salmin Idihoza akiungana na mabeki wao wakati katika support kuhakikisha hawadhuriki kwa mashambulizi ya kujibu ya Simba. Lakini maeneo ya pembeni wingao Mwanakibuta atakuwa anaongeza mapana ya uwanja au kuingia ndani, amekuwa akifanya yote kwa pamoja kama ilivyo kwa Idi Kipagwile ili kutoa nafasi kwa Gadiel Michael Mbaga kwenda kupiga cross kuongeza mapana ya uwanja kama atakavyofanya Solomon Kimweli kwa upande wa kulia. Lakini matarajio ni kuona licha ya kwamba ni 4-4-2, lakini muda mwingi wakizuia na kuacha mchezaji mmoja mbele, na mwenye kasi zaidi ni William Edgar, yes, ambaye huenda yeye ndo akawa silaha ya kutumainiwa ya Dodoma Jiji katika kushambulia kwa kujibu, ili wengine wao wakifanya kazi kubwa ya kuungana na viungo wao kina Salmin Idihoza kwa maana Kipagwile na Mwanakibuta, kuungana na mabeki wake na Kimweri, akina Gadiel Michael Mbaga, akina Endi Bikoko, Augustine Nsata, kuhakikisha wanakuwa salama, kwa sababu hawawezi kwa namna alivyozungumza kocha wao kupichana na Simba katika umiliki wa mpira, bali wao watakuwa timu ya pili. Na kumbuka wanacheza kwenye uwanja wa KMC Complex kuanzia saa 12:30 muda si mrefu kuanzia sasa jioni hii, na kwa sababu hiyo ni eneo ambalo mpira una flow vizuri, boli linatembea, na wao ni dhahiri hawataruhusu kupishana na Simba ambao wako wazuri sana katika uchezaji wa namna hiyo, bali watafunga duka, watapaki basi kushambulia kwa kujibu, wakitumia wachezaji wao wenye kasi kina William Edgar, Mwanakibuta, Idi Kipagwile, lakini pia Waziri Junior ambaye kasi yake iliwawezesha kupata bao la ushindi dhidi ya Yanga katika ushindi wa 3-2 kuelekea mwishoni mwa mchezo. Je, katika mechi hii nini tutarajie? Ni swala la kusubiri na kuona, maana kama tulivyotoka kueleza haiwezi kuwa mechi nyepesi hata kidogo. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.